Habari ya uzima mtu wa Mungu. Ni nzuri. Tumebarikiwa na masomo ambayo tumeona ukiwa unafanya, na leo tumeona kuna vitu ulikuwa unaandaa hapa, mkate. Watazamaji walipenda kujua na kuweza kuelewa kwamba umeweka nini, umefanya nini na mpaka kufikia hitimisho la mwisho. Basi nikukaribishe kwa maelezo hayo. Asante. Hapa tulikuwa tunaandaa mkate wa magimbi. Na niseme kidogo kwa nini magimbi. Magimbi ni miongoni mwa chakula ambacho ni kizuri sana kwa afya ya binadamu na watu wengi huwa wakipendi. Hata wasiokijua huwa hawapendi, ukisikia magimbi yanaondoka. Lakini sasa tumependa kutandaa katika namna ya mkate ambayo kila mtu anayekula, hata asiyependa magimbi anaweza akala akapata faida ambazo ziko ndani ya magimbi. Kwa hiyo tulichokuwa tunafanya, tulikuwa tunaandaa mkate wa magimbi zaidi. Lakini ndani yake sasa tumeweka mchele, unga wa mchele, tukaweka karanga pamoja na unga wa dengu. Kwa hiyo tulichanganya unga wa dengu kwanza na unga wa dengu, unga wa karanga na unga wa mchele. Alafu kisha ndipo tukaja tukachanganya na magimbi pamoja ili kutengeneza ule mnato. Na baada ya kufanya hivyo unaukoroga kwa muda mrefu kadri inavyowezekana ili kutengeneza ladha. Na mara nyingi watu wanashindwa kupika vizuri kwa sababu ya ukorogaji au ukandaji kama katika mapishi ya vyakula vingine. Kwa hiyo tumefanya hivyo katika namna yake hiyo, ndicho ambacho tumekitenda. Na baada ya hapo tunauoka katika namna nzuri kama tunavyoona. Na ili kuoka vizuri basi inashauriwa vile viokeo uweze kuwa umevipasha moto. Unapasha moto ndipo unaweka ule mkando wako katika huo mkate wako. Kwa hiyo ndicho ambacho tumeweza kufanya. Lakini pia niseme faida ya magimbi na sanaa ya jikoni. Upishi kama upishi ni mojawapo ya sanaa ya msingi sana, au elimu ambayo watu wa Mungu tunapaswa tuwe nayo. Na katika upishi unaweza ukafanya watu wakaokolewa au ukafanya watu wakafa kwa sababu ya chakula kile wanachokula. Lakini elimu hii ya upishi tunatamani tuwe nayo, hasa wakina mama na watoto. Na kuna kesi nyingi ambazo katika upishi mama anasema watoto wangu hawapendi mihogo, watoto wangu hawapendi hiki. Sasa badala ya kuwalazimisha kula kwa kugombana, wewe unabidi uwe mbunifu wa kutengeneza hicho katika namna nyingine ambayo unajua watoto wako au walaji watavutiwa. Kwa hiyo pia tumependa kufanya hivyo. Lakini pia kwenye magimbi, si magimbi tu, bado unaweza kutumia njia hiyo kupika viazi, ukatumia njia hiyo kupika mihogo katika namna ambayo utaufanya kuwa mkate. Lakini pia tumeweka mchele, huu ni mchele wa brown. Huu una faida nyingi sana katika afya ya binadamu. Na watu wengi hawaupendi kuula. Sasa pia ili pia wale mchele wa brown, hata wale wasioupenda, basi tukiusaga na kuweka kuwa mkate, wengi wanapenda kula mkate. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tumefanya. Na pia tunawaomba watu wa Mungu tuendelee kujifunza sanaa hii ya mapishi ili walaji wakifurahie chakula hata kile ambacho wakipendi kwa namna ambayo itawapendeza. Amina. Niseme faida kidogo ya magimbi. Ndiyo. Magimbi ni chakula ambacho kinasaidia mmeng'enyo wa chakula, una nyuzi za kutosha, fiber. Lakini magimbi pia yanasaidia hasa watu wenye matatizo ya saratani. Kwa hiyo chakula cha magimbi kiliwe kwa wingi. Na kinasaidia pia afya ya mifupa. Na tunaposema mifupa, maana yake mifupa ndio inayozalisha chembe hai za binadamu. Mifupa ikiwa na afya, basi chembe zitazalishwa za kutosha na pia itaweza kuponya magonjwa kwa njia ya chakula. Lengo kubwa ni kufanya dawa katika chakula tunachokula. Kwa hiyo magimbi yanafanya vizuri sana. Lakini pia magimbi yanatia nguvu kwa wazee na watoto na wagonjwa. Nafanya wewe utafiti, utaona kama unakula magimbi mwili wako unaweza ukastahimili mambo mengi. Mambo magumu, mambo makubwa, mambo mazito. Kwa hiyo mimi niwashauri ni kuhamasisha watu pia, hebu tupende chakula cha magimbi. Magimbi ni mazuri, yana mapishi mengi. Kwa hiyo hili pia lilikuwa ni sehemu ya mapishi. Amina. Na cha mwisho basi tuweze kujua kwamba unaoka kwa muda gani mpaka ukiwa unaoka kwa makadirio, inaweza ikachukua muda gani?
Kwa makadirio itategemeana joto ambalo umeliweka, lakini pia itategemeana unene wa kile chakula chako. Kwa hiyo kama kikiwa chembamba basi itachukua muda mfupi zaidi. Sawa. Na si lazima watu tuoke kwenye vyombo kama hivi. Bado inaweza kama ukatumia uokaji katika njia za asili. Ndio. Nafikiri kama Bwana atajalia siku nyingine tutaonyeshwa au tumeshawahi kuona njia za asili za kutumia tu mkaa au kuni na yale majiko, ili hata kama watu uko vijijini basi tunaweza kutengeneza chakula hicho hicho katika namna nzuri. Kwa mfano hii tuliotumia oven, bado tunaweza tukatumia masifuria sawa au chungu. Nafikiri siku nyingine tuonyeshe namna ya kutumia majani ya migomba na uokaji rahisi. Amina. Asante. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amina. Asante. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu, baada ya kumaliza kuweka kwa namna nzuri hiyo, basi unaweza kuchukua kabisa mkate wako huo ambao kama anavyoonyesha mpendwa hapo, unaweza kuingiza sasa kwenye oven. Wale wanaoishi kwenye oven za namna hiyo, unaweza ukaona kwamba ni jinsi gani anavyoiweka vizuri kabisa hapo. Basi inakuwa ya kupendeza kabisa kama unavyoona. Naweka humo moto amesha useti vizuri. Wale ambao wanatumia moto wa namna hiyo, basi ukishaweka hivyo na anafunika, basi unangoja dakika kadhaa kadiri utakavyokuwa unaangalia, na inapendeza. Mbarikiwe sana. Basi ukisha itoa utaiona, ona ilivyopendeza baada ya dakika kadhaa ambazo zimepita. Basi unaweza ukaiona ni nzuri wapendwa, ni nzuri kama unavyoiona hapo. Iko vizuri sana. Kwa hiyo hiyo ni mistari ambayo iliwekwa ili kusaidia kuwa kwa namna hiyo njema kabisa. Barikiwe mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu. Anakwambia haya, chukua sasa. Mkate ndio ule tulioselesha. Umechanganywa na nini? Amina. Amina. Naam. Mkate nitaueleza. Upo kwenye nani? Kilichoongezwa mle. Safi. Wow. Chakula safi kabisa hapo tunapata namna ya pekee. Moja Ni nani? Uvute na mkono wako. Uvute na mkono.